Pendwa msikilizaji, karibu tena katika mwendelezo wa masimulizi ya kitabu hiki cha Pambano Kuu, mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White. Leo tuko katika sura ya 5 yenye kichwa kinachosema John Wycliffe. Tutamzungumzia John Wycliffe ni nani na kwa nini azungumzwe katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Kabla ya kuendelea, basi tuombe. Baba mwingi wa neema na fadhili, tunakushukuru tena kutupa nafasi ya kuja tena kukutana nawe kwa njia ya mitandao hii ya kijamii. Utusaidie Bwana katika sura hii nyingine ya 5 ya kitabu hiki tuweze kuelewana nayo. Yote tutakayoyasikia Bwana yatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Utuongoze kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tumeyaomba haya kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Kabla ya matengenezo kulikuwa na nyakati ambazo nakala za Biblia zilikuwa chache sana, lakini Mungu hakuruhusu neno lake liharibiwe kabisa. Kweli zake hazikupaswa kufichwa milele. Aliweza kuvunja kirahisi minyororo iliyofunga maneno ya uzima, kama alivyoweza kufungua milango ya chuma ya magereza ili kuacha watumishi wake huru. Katika nchi tofauti za Ulaya, watu walisukumwa na Roho wa Mungu kutafuta ukweli katika kutafuta hazina iliyostirika. Kwa uongozi wa Mungu, wakiyapata maandiko matakatifu, walipekua kurasa zake kwa shauku kubwa. Walikuwa tayari kuikubali nuru kwa gharama yoyote dhidi yao. Japokuwa hawakuweza kuona mambo yote kwa uwazi, waliwezeshwa kuelewa ukweli na kweli nyingi zilizozikwa kwa muda mrefu. Wakiwa wajumbe waliotumwa na mbingu, walisonga mbele wakivunja minyororo ya makosa na ushirikina na kuwaita wale ambao kwa muda mrefu walikuwa utumwani waamke na kupata uhuru wao. Isipokuwa tu miongoni mwa Waldensia, neno la Mungu lilifungiwa kwa zama nyingi katika lugha iliyoeleweka kwa wasomi tu, lakini wakati ulikuwa umewadia kwa maandiko kutafsiriwa na kusambazwa kwa watu wa nchi zingine katika lugha zao za asili. Ulimwengu ulikuwa umepita katika usiku wa manane. Saa za giza zilikuwa zinaishia. Katika nchi nyingi kulitokea ishara za kuwadia kwa mapambazuko. Katika karne ya 18 katika nchi ya Uingereza ilitokea nyota ya asubuhi ya matengenezo. John Wycliffe alikuwa mjumbe wa matengenezo, sio tu kwa ajili ya Uingereza peke yake, bali pia kwa ajili ya ulimwengu wote wa Ukristo. Upinzani mkuu dhidi ya Rumi ambao aliruhusiwa kuzungumzia haukuwa rahisi kamwe kunyamazishwa. Upinzani huo ulifungua mapambano, na pambano ambalo liliwezesha uwekwaji huru wa watu binafsi, wa makanisa na wa mataifa. Wycliffe alipata elimu kubwa, na kwake kumcha Bwana kulikuwa chanzo cha hekima. Alijulikana chuoni kwa kicho chake na kwa talanta zake za ajabu na uwezo wake wa elimu. Kwa sababu ya kiu chake kwa ajili ya maarifa, alijitahidi kupata ujuzi katika nyanja zote za elimu. Alipata elimu, falsafa ya ualimu, sheria za kanisa, katika sheria za madai hususan za nchi yake. Katika muda baada ya shughuli zake, thamani ya mafunzo haya ya awali iliweza kuonekana. Uelewa wake wa kina wa falsafa na nadharia za wakati wake ulimwezesha kubaini dosari zake, na kwa kujifunza kwake sheria za kitaifa na kikanisa, alijiandaa kwa ajili ya pambano kuu la kutafuta uhuru wa kiraia na wa kidini. Wakati ambapo aliweza kupata silaha kutoka katika neno la Mungu, alikuwa na uwezo wa kiakili upatikanao shuleni na alizijua mbinu za wasomi. Nguvu ya uwezo wake wa kiakili na kiwango cha kina cha ujuzi wake vilimpa heshima mbele ya marafiki na maadui zake. Wafuasi wake waliridhika kuwa shujaa wao alikuwa miongoni mwa watu wenye uwezo mkubwa wa kiakili kitaifa, na maadui zake walizuiwa kudharau kazi ya matengenezo kwa kubaini ujinga au udhaifu wa mtu aliyeunga mkono matengenezo. Wakati Wycliffe alipokuwa bado chuoni, alianza kujifunza maandiko. Katika nyakati zile za awali, wakati Biblia ilipokuwa katika lugha za awali, wasomi waliweza kuifikia chemichemi ya ukweli ambayo ilikuwa imefungiwa isifike na isifikiwe na matabaka ya watu wasio na elimu. Hivyo njia ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya kazi ya baadaye ya Wycliffe kama mwana matengenezo. Wasomi walikuwa wamejifunza neno la Mungu na walikuwa wamepata ukweli mkuu wa neema yake ya bure ikiwa imefunuliwa humo. Katika mafundisho yao walikuwa wametawanya ukweli huu na walikuwa wamewaongoza wengine waugeukie ujumbe huu ulio hai. Wakati Wycliffe alipojielekeza kuchunguza maandiko, alianza uchunguzi wake kwa bidii ile ile iliyomwezesha kupata elimu ya shuleni. Tangu wakati huo alihisi kuwa na uhitaji mkubwa ambao sio masomo yake ya shuleni wala mafundisho ya kanisa yangeweza kuukidhi. Katika neno la Mungu alipata kila ambacho alikuwa akikitafuta kwa muda bila kukipata. Katika maandiko aliweza kuona mpango wa wokovu ukiwa umefunuliwa na Kristo, akiwa ameelezwa kama mtetezi wa mwanadamu. Alijitolea kuwa mtumishi wa
wa Kristo na alidhamiria kutangaza ukweli na kweli alizozigundua. Kama mwana matengenezo na wana matengenezo wengine, Wycliffe hakuweza mwanzoni mwa kazi yake kuona mapema kule ambako matengenezo yangempeleka. Hakuwa na lengo la kuipinga Rumi moja kwa moja, bali kuupenda ukweli kwa moyo kulimfanya aingie mgogoro dhidi ya uongo. Kwa kadri alivyogundua kwa wazi makosa ya upapa, ndivyo alivyozidi kufundisha Biblia kwa bidii zaidi. Aliona kuwa Rumi ilikuwa imeacha neno la Mungu na kukumbatia mapokeo ya wanadamu. Bila hofu aliwashtaki mapadri kwa kuacha maandiko, na alidai kuwa Biblia irudishwe kwa watu na kwamba mamlaka yake iimarishwe kanisani. Alikuwa mwalimu mahiri na mhubiri fasaha, na maisha yake ya kila siku yalionyesha ukweli aliyouhubiri. Ujuzi wake wa maandiko, nguvu ya hoja zake na ujasiri na uadilifu wake usioyumba vilimfanya aheshimiwe na kukubaliwa na watu wengi. Watu wengi walikuwa wamechoshwa na imani yao ya awali. Waliona uovu uliokuwemo katika kanisa la Kirumi na walisifia ukweli uliohubiriwa na Wycliffe kwa shangwe ya wazi. Lakini viongozi wa upapa walijazwa na hasira walipotambua kuwa huyu mwana matengenezo alikuwa akipata ukubali wa wengi zaidi kuliko wao. Wycliffe alikuwa mgunduzi makini wa makosa na alikosoa bila hofu matumizi mabaya ya maandiko yaliyoidhinishwa na mamlaka ya Rumi. Wakati akifanya kazi mchungaji wa mfalme, alisimama imara dhidi ya malipo ya kodi iliyodaiwa na papa kutoka kwa mfalme wa Uingereza, na alionyesha kuwa upapa kujipatia mamlaka juu ya watawala wa kiraia ilikuwa kinyume na busara ya kawaida na ufunuo wa neno la Mungu. Madai ya papa yalizusha hasira kubwa, na mafundisho ya Wycliffe yalikuwa na mvuto mkubwa katika akili za viongozi wa kitaifa. Mfalme na wasaidizi wake wa karibu waliungana kukataa madai ya mamlaka ya kidunia ya papa kwa kukataa kulipa kodi. Hivyo pigo kubwa liligonga ukuu wa papa na upapa katika nchi ya Uingereza. Uovu mwingine ambao mwana matengenezo alipambana nao kwa muda mrefu na kwa nguvu nyingi ulikuwa uanzishwaji wa makundi ya watawa ombaomba. Watawa hawa walijaa katika nchi ya Uingereza, wakitia doa baya katika ukuu na mafanikio ya taifa. Uzalishaji, elimu, maadili, vyote viliguswa na mvuto unaodhoofisha. Maisha ya kivivu na ombaomba ya watawa sio tu kuwa yalikuwa unyonyaji wa rasilimali za watu, bali ulitia aibu kwa kazi ya uzalishaji. Vijana walikatishwa tamaa na kuharibiwa. Kwa mvuto wa hawa watawa, watu wengi walivutwa kuingia nyumba za watawa na kuishi maisha ya kitawa, na walifanya jambo hili sio tu bila ruhusa ya wazazi, bali pia bila kuwapa taarifa na kinyume na maagizo yao. Mmoja wa mababa wa kanisa la Kirumi alikazia madai ya utawa dhidi ya matakwa ya upendo na wajibu wa kidugu. Alisema, hata kama baba yako angelala mbele ya mlango wako akilia na kuomboleza, na mama yako mzazi akikuonyesha mwili uliokubeba na matiti yaliyokunyonyesha, inakupasa kuwakanyaga chini ya nyayo zako na kwenda zako kwa Kristo. Kwa unyama huu wa kutisha, kama Luther alivyouita baadaye, ukiwa na sura ya mbwa mwitu na ukatili zaidi kuliko sura ya Ukristo na utu, ndivyo mioyo ya watoto ilivyofanywa kuwa migumu dhidi ya wazazi wao. Barnes Sellers, The Life of Luther, ukurasa wa 70. Hivyo ndivyo viongozi wa upapa kama Mafarisayo wa zamani walivyoifanya amri ya Mungu iliyovunjwa ili kufuata mapokeo. Kwa njia hiyo nyumba ziliachwa ukiwa na wazazi walinyang'anywa watoto wao. Hata wanafunzi katika vyuo vikuu walidanganywa na muonekano wa hawa watawa, walishawishika kujiunga nao. Wengi wao baadaye walijutia hatua hiyo baada ya kugundua kuwa wameharibu maisha yao na kuwaletea huzuni wazazi wao. Lakini mara baada ya kunaswa katika mtego, ilikuwa haiwezekani kupata uhuru wao tena. Wazazi wengi, kwa kuhofia mvuto wa watawa, walikataa kuwapeleka watoto wao katika vyuo vikuu. Kulikuwa na kuporomoka kwa idadi ya wanafunzi waliohudhuria masomo katika vyuo vikuu vya elimu. Shule zilikosa wanafunzi na ujinga ulishamiri. Papa aliwapa hawa watawa mamlaka ya kusikiliza maungamo na kutoa msamaha. Jambo hili lilikuwa chanzo cha uovu mkuu. Wakijielekeza kukuza mapato yao, watawa walikuwa tayari kutoa msamaha kwa yeyote, kiasi kwamba wahalifu wa kila namna waliwaendea, na matokeo yake maovu makubwa kuliko kawaida yaliongezeka kwa kasi kubwa. Wagonjwa na maskini waliachwa wateseke, wakati misaada ambayo ilipaswa kupelekwa kwa wahitaji ilipelekwa kwa watawa, ambao kwa kutumia vitisho walidai sadaka kwa watu, huku wakiwashtumu watu wasiowaletea zawadi watawa kuwa ni waasi. Pamoja na madai yao ya umaskini, utajiri wa watawa uliongezeka daima, na majengo yao ya gharama na meza zao za kianasa zilifanya umaskini wa taifa uliokuwa ukiongezeka uonekane wazi zaidi. Na wakati wakitumia muda wao
wao katika anasa na raha. Walituma kwa niaba yao watu wajinga ambao waliweza kusimulia hadithi, hekaya na vichekesho kuwafurahisha watu na kuwafanya wawe wahanga wa watawa. Hata hivyo, watawa waliendelea kuwashikilia watu wengi katika ushirikina wao na waliwafanya waamini kuwa wajibu wao wa kidini ilikuwa kukiri ukuu wa papa, kuwaheshimu watakatifu na kuwapa zawadi watawa, na kwamba kufanya hivyo kulitosha kabisa kuwapa nafasi mbinguni. Wasomi na wachamungu wengi walifanya kazi ya kuleta matengenezo katika makundi haya ya watawa bila mafanikio, lakini Wycliffe kwa ufafanuzi wa kina zaidi aligonga kwenye mzizi wa uovu, akitangaza kuwa mfumo wenyewe ulikuwa wa uongo na kuwa ulipaswa kutupiliwa mbali. Mijadala na maswali viliamshwa wakati watawa walipozunguka nchi nzima wakiuza misamaha ya papa. Wengi waliongozwa kutilia mashaka juu ya uwezekano wa kununua msamaha kwa pesa. Walihoji kwa nini wasitafute msamaha kwa Mungu badala ya kuutafuta kwa papa wa Rumi. Watu wengi walishtushwa na tamaa ya mali ya watawa ambao uroho wao haukuonekana kuridhishwa. Watawa na makasisi wa Rumi, watu walisema, wanatutafuna kama saratani, inapasa Mungu atuokoe, vinginevyo watu wataangamia. Kuficha tamaa yao, hawa watawa ombaomba walidai walikuwa wakifuata mfano wa Mwokozi, wakisema kuwa Yesu na wanafunzi wake walitegemezwa kwa ukarimu wa watu. Dai hili liliharibu kazi yao kwa kuwa liliwafanya watu wasome wenyewe Biblia ili kujitafutia ukweli, jambo ambalo kati ya yote halikupendwa kabisa na Rumi. Akili za watu zilielekezwa kwenye chanzo cha ukweli, jambo ambalo Rumi ilikusudia kuuficha. Wycliffe alianza kuandika na kuchapisha vijizuu dhidi ya watawa, sio hata hivyo kwa lengo la kufanya marumbano nao, bali kuvuta akili za watu zielekee kwenye mafundisho ya Biblia na kwa mtunzi wa Biblia. Alitangaza kuwa mamlaka ya kusamehe au kuondoa ushirika wa muumini ni ya papa na ya makasisi, na kuwa mtu hawezi kiuhalisia kuondolewa ushirika wake kanisani bila kwanza kuhukumiwa na Mungu. Hakuna njia bora zaidi kupita hii angeweza kuangusha mfumo mkubwa wa kiroho na kiutawala ambao papa alikuwa ameujenga, ambamo roho na miili ilikuwa imeshikwa mateka. Tena Wycliffe alitakiwa kutetea haki za utawala wa Kiingereza dhidi ya ukandamizaji wa Rumi, na baada ya kuteuliwa kuwa mwakilishi wa mfalme alitumia miaka miwili katika nchi ya Netherland kufanya mijadala na wawakilishi wa papa. Hapa alikutanishwa na viongozi wa kanisa kutoka Ufaransa, Italia na Uhispania, na alipata fursa ya kuona nyuma ya pazia na kujipatia ufahamu wa mambo mengi ambayo yangebaki kuwa siri kwake kama angekaa tu Uingereza. Alijifunza mengi ambayo yangeongeza hoja katika hotuba zake baada ya kazi ile. Kutoka kwa hawa wawakilishi wa watawala wa papa alijifunza kikamilifu uhalisia na malengo ya upapa. Alirudi Uingereza kuyarudia mafundisho yake ya awali kwa uwazi zaidi na kwa juhudi kubwa zaidi, akitangaza kuwa tamaa, kiburi na udanganyifu vilikuwa miungu ya Rumi. Katika moja ya vijizuu vyake alisema, akiongelea juu ya papa na wakusanyaji wake wa mapato, wanapora riziki za watu maskini wa nchi yetu na wanachota hazina kubwa kila mwaka kutoka katika pesa ya mfalme kwa ajili ya sakramenti na mambo ya kiroho ambayo ni mafundisho ya uongo yaliyolaaniwa na rushwa ili kutoa vyeo kanisani, na wanawafanya Wakristo wakubaliane na wadumishe mafundisho ya uongo. Na kwa hakika, ingawa nchi yetu ilikuwa na akiba kubwa ya dhahabu, na kwa kuwa hakuna mtu mwingine aliyeichukua isipokuwa huyu mkusanyaji wa kasisi wa ulimwengu, kwa mchakato wa kadri muda unavyokwenda akiba hii lazima itaisha, kwa kuwa daima anaichukua kutoka katika nchi yetu na hairudishi hata kidogo, isipokuwa laana ya Mungu kwa sababu ya rushwa yake. John Lewis, History of the Life and the Sufferings of John Wycliffe, ukurasa wa 37. Mara tu baada ya Wycliffe kurudi Uingereza, mfalme alimteua kuwa paroko wa Ludahos. Huu ulikuwa uhakikisho kuwa mfalme angalau hakuwa amechukizwa na hotuba zake za wazi na ukweli. Mvuto wa Wycliffe ulihisiwa katika uongozi na utendaji wa nyumba ya mfalme, kadhalika katika kuumba imani ya taifa. Radi na ngurumo za upapa zilianza kurindima dhidi yake. Barua 3 za matamko ya kipapa zilitumwa Uingereza kwa chuo kikuu, kwa mfalme na maaskofu, zote zikiamrisha uchukuliwaji wa hatua za haraka na mstahiki kumnyamazisha mwalimu wa uongo. Kabla ya kuwasili kwa barua hizo, hata hivyo, maaskofu kwa juhudi zao walikuwa wamemwita Wycliffe mbele yao na mbele ya hao kwa ajili ya mashtaka, lakini wawili miongoni mwa viongozi wakuu katika ufalme waliambatana naye mahakamani, na watu waliolizunguka jengo na kuingia ndani waliwatisha sana majaji kiasi kwamba
Mashtaka yaliahirishwa kwa muda na aliachiliwa aondoke kwa amani. Muda mfupi baadaye, Edward wa tatu, ambaye katika uzee wake maaskofu walikuwa wakitafuta kumshawishi awe kinyume cha mwanamatengenezo, alifariki dunia na mlinzi wa zamani wa Wycliffe akawa kaimu mfalme. Lakini kuwasili kwa barua za papa kulilazimisha Uingereza yote kumkamata na kumfunga Wycliffe. Hatua hizi zilielekeza moja kwa moja kuwa auawe kwa kuchomekwa juu ya mti wenye ncha kali. Ilionekana kana kwamba ilimpasa Wycliffe awe mawindo ya kisasi cha Rumi, lakini yeye alisema kwa mtu mmoja wa zamani, usiogope, mimi ni ngao yako. Mwanzo sura ya 15 fungu la kwanza. Alinyosha tena mkono wake kumlinda mtumishi wake. Mauti ilikuja, lakini sio kwa Wycliffe, bali kwa papa aliyeamrisha kuangamizwa kwa Wycliffe. Gregory wa 11 alikufa na viongozi wa kanisa waliokuwa wamekusanyika kuendesha mashtaka ya Wycliffe walitawanyika. Uwezo wa Mungu ulidhibiti matukio, kutoa fursa ya ukuaji wa matengenezo. Kifo cha Gregory kilifuatiwa na uchaguzi wa mapapa wawili waliohasimu, mamlaka mbili zinazozozana, kila moja ikidai kutokukosea. Sasa zilidai utii. Kila mmoja aliwaalika waaminifu kumuunga mkono kupambana na mwingine, akishinikiza madai yake kwa laana nzito dhidi ya maadui zake na ahadi za zawadi mbinguni kwa wanaomuunga mkono. Tukio hili lilidhoofisha sana nguvu ya upapa. Makundi yanayopingana yalikuwa na kila kitu walichokihitaji kushambuliana wao kwa wao, na Wycliffe kwa muda fulani alipumzika. Matamko ya laana na lawama yaliluka kutoka kwa papa na kwenda kwa papa, na mito ya damu ilimwagwa kuunga mkono madai yao yanayopingana. Uhalifu na kashfa vilifurika kanisani. Wakati huo mwanamatengenezo katika ukimya wa mapumziko katika parokia yake ya Lutherhouse alikuwa akifanya kazi kwa bidii kuwaelekeza watu kwa Yesu Kristo, mfalme wa amani, badala ya kuelekeza kwa mapapa waliokuwa wakigombana. Utengano pamoja na mapambano na ufisadi uliotokana na utengano huo viliandaa njia kwa ajili ya matengenezo, kwa kuwawezesha watu kuona upapa ulivyokuwa katika uhalisia wake. Katika kijizuu alichokichapisha kuhusu utengano wa mapapa, Wycliffe aliwaalika watu waamue ikiwa wenyewe hawa makasisi wawili hawakuwa wakisema ukweli kwa kulaumiana. Kila mmoja wao alikuwa mpinga Kristo. Mungu alisema hawezi kuendelea kumruhusu shetani atawale kupitia kasisi mmoja tu, bali alileta utengano miongoni mwa hao wawili ili kwamba watu katika jina la Kristo waweze kuwashinda kwa urahisi zaidi wote wawili. Al Vaughan, Life and Opinions of John D. Wycliffe Volume 2 kurasa wa 6. Wycliffe kama bwana wake alihubiri Injili kwa maskini kwa kutokuridhishwa na usambazaji wa nuru katika nyumba zao za hali ya chini. Katika parokia yake ya Lutherhouse alidhamiria kuwa Injili ipelekwe kila mahali katika nchi ya Uingereza. Kutekeleza jambo hili, aliunda kikundi cha wahubiri sahili wacha Mungu walioupenda ukweli na hawakupenda jambo lolote zaidi ya kueneza Injili. Watu hawa walienda kila mahali wakifundisha, katika masoko, katika mitaa ya miji mikubwa na katika njia za vijijini. Waliwatafuta wazee, wagonjwa na maskini, na waliwasimulia kwa furaha habari njema ya neema ya Mungu. Kama profesa wa elimu uungu wa Oxford, Wycliffe alihubiri neno la Mungu katika kumbi za chuo kikuu. Aliwasilisha kwa uaminifu sana ukweli kwa wanafunzi wake, kiasi kwamba walimpa cheo cha daktari wa Injili. Lakini kazi kubwa kabisa kuliko zote katika maisha yake ilikuja kuwa tafsiri ya maandiko katika lugha ya Kiingereza. Katika kitabu On the Truth and the Meaning of the Scripture, alidokeza kusudio lake la kutafsiri Biblia ili kwamba kila mtu katika nchi ya Uingereza aweze kusoma katika lugha aliyozaliwa nayo matendo makuu ya Mungu. Lakini kwa ghafla kazi zake zilikatizwa. Ingawa alikuwa bado hajafika umri wa miaka 60, kazi nyingi bila mapumziko, kusoma na mashambulizi ya adui zake vilizofisha nguvu zake na kumfanya azeeke mapema. Alishambuliwa na ugonjwa wa hatari. Habari hizi ziliwafurahisha sana watawa. Sasa walidhani atatubu kwa uchungu uovu aliofanyia kanisa, na waliharakisha kwenda katika chumba chake kusikiliza ungamo lake. Wawakilishi kutoka makundi manne ya kidini wakiwa na viongozi 4 wa kiraia walikusanyika kumzunguka mtu aliyedhani anaenda kufa. Kifo kipo mdomoni mwako, walisema. Hebu guswa na makosa yako na kanusha mbele
mbele yetu yote ulioyasema dhidi yetu. Mwanamatengenezo aliwasikiliza akiwa kimya. Halafu alimwambia mhudumu wake amuinue na kumkalisha kitandani, na akiwakazia macho wakiwa wamesimama wakisubiri kanusho lake, alisema kwa sauti imara yenye nguvu ambayo mara nyingi iliwafanya watetemeke, sifi bali nitaishi, na nitatangaza tena matendo maovu ya watawa. Kwa mshangao, watawa walikimbia kutoka chumbani. Maneno ya Wycliffe yalitimia. Aliishi na kuweka katika mikono ya watu wa nchi yake silaha yake yenye nguvu nyingi kuliko silaha nyingine yoyote dhidi ya Rumi. Aliwapa Biblia, silaha ya mbinguni ya kukombolea, kuangazia na kuhubiria habari njema za watu. Vilikuwepo vikwazo vingi vya kushinda ili kutekeleza kazi hii. Wycliffe alilemewa na madhaifu mengi. Alijua kuwa alikuwa na miaka michache iliyobaki ya yeye kufanya kazi. Aliona upinzani ambao alipaswa kukabiliana nao, lakini kwa kutiwa moyo na ahadi za neno la Mungu, alisonga mbele bila kukatishwa tamaa na kitu chochote. Akiwa na nguvu kamili za kiakili, uzoefu mwingi, alihifadhiwa na kuandaliwa na Mungu kwa namna ya pekee sana kwa ajili ya kazi hii, kazi iliyokuwa kubwa zaidi kuliko kazi zingine zote. Wakati ulimwengu wote wa Kikristo ulikuwa umegubikwa na taharuki, mwanamatengenezo katika parokia yake ya Ludawas, bila kusikia tufani iliyokuwa ikivuma huko nje, alikuwa akiendelea na kazi aliyochaguliwa kuifanya. Hatimaye kazi ilikamilika. Tafsiri ya kwanza kabisa ya Biblia katika lugha ya Kiingereza ilipatikana. Neno la Mungu lilifunguliwa Uingereza. Mwanamatengenezo hakuogopa sasa gereza au mti wenye ncha kali. Alikuwa ameweka katika mikono ya Waingereza nuru ambayo isingeweza kuzimwa kamwe. Kwa kuwapa Biblia watu wa nchi yake, alikuwa amefanya kazi kubwa zaidi ya kukata minyororo ya ujinga na uovu, zaidi kuikomboa na kuinua nchi yake kuliko mafanikio mengine yoyote yaliyowahi kupatikana kwa njia ya vita. Sanaa ya kuchapisha vitabu ikiwa bado haijajulikana, ilikuwa kwa njia ya kazi iliyofanywa polepole na kwa uchovu mwingi. Nakala za Biblia ziliweza kuongezeka. Hamu ya kukipata kitabu hicho ilikuwa kubwa sana, kiasi ambacho wengi walijitolea kuingilia katika kazi ya kuinakili, lakini ilikuwa kwa shida sana. Waliofanya kazi ya kunakili waliweza kukidhi mahitaji. Baadhi ya wanunuzi waliokuwa na uwezo mkubwa wa kipesa walitaka Biblia nzima, wengine walinunua sehemu tu. Katika matukio mengi, familia kadhaa ziliungana kununua nakala moja. Ni kwa njia hiyo Biblia ya Wycliffe ilifika katika nyumba za watu. Wito wa watu kuwa watumie busara uliwaamsha kutoka katika utii na maswali kwa mafundisho yasiyohojiwa ya kipapa. Wycliffe sasa alifundisha mafundisho bainifu ya Uprotestanti, wokovu kwa njia ya imani katika Kristo, na kuwa maandiko pekee ndiyo hayakosei. Wahubiri aliokuwa amewatuma walisambaza Biblia pamoja na maandishi yake mwenyewe kwa mafanikio makubwa, kiasi kwamba imani hii mpya na takribani nusu ya watu wa Uingereza waliipokea. Kuonekana kwa maandiko kulileta fadhaa kwa mamlaka za kanisa. Iliwapasa sasa kukabiliana na mamlaka iliyo na nguvu nyingi zaidi kuliko ya Wycliffe, mamlaka ambayo dhidi yake silaha zao zisingefua dafu. Kwa wakati huu hakukuwa na sheria ya Uingereza iliyokataza Biblia, kwa kuwa kabla ya hapo ilikuwa haijachapishwa katika lugha ya Kiingereza. Sheria kama hizo zilitungwa baadaye na kutekelezwa kwa nguvu nyingi. Kwa muda fulani, pamoja na juhudi za makasisi, kulikuwapo na kipindi chenye fursa ya kusambaza neno la Mungu. Kwa mara nyingine tena, viongozi wa upapa walipanga kunyamazisha sauti ya mwanamatengenezo. Mbele ya mabaraza matatu aliitwa mfululizo kujibu mashtaka, lakini bila mafanikio. Kwanza, kamati ya maaskofu iliyatangaza maandishi yake kuwa ya uzushi, na wakimwongoa mfalme kijana Richard wa pili upande wao, walipata amri ya mfalme ya kuwatupa gerezani wale wote ambao walishikilia mafundisho yaliyopigwa marufuku. Wycliffe alitoa wito kwa kamati ya maaskofu hadi kwa bunge. Bila hofu alilishtaki kanisa kwa baraza la kitaifa, akidai kanisa lifanye matengenezo kwa kuacha unyanyasaji na ufisadi ambao kanisa lilikuwa linaufanya. Kwa ushawishi mkubwa, alionyesha uporaji wa madaraka na ufisadi wa uongozi wa kipapa. Maadui zake walichanganywa. Marafiki na waungaji mkono wa Wycliffe walikuwa wamelazimishwa kujisalimisha, na ilikuwa imetarajiwa kwa ujasiri kuwa mwanamatengenezo mwenyewe katika uzee wake, akiwa peke yake na bila rafiki, angesujudia mamlaka ya muungano wa ufalme na upapa. Lakini badala ya matarajio hayo, papa na wafuasi wake walijishuhudia wakishindwa. Bunge likiwa limeamshwa na miito yenye nguvu ya Wycliffe, lilifuta amri ya mateso na mwanamatengenezo aliwekwa huru tena. Kwa mara ya tatu alishtakiwa, na sasa alishtakiwa mbele ya mahakama ya juu kabisa ya kanisa.
kabisa katika ufalme. Hapa hakuna upendeleo wote ambao ungeoneshwa kwa uzushi. Hapa hatimaye Rumi ingeshinda na kazi ya mwanamatengenezo ingekomeshwa. Hivyo ndivyo walivyofikiri viongozi wa upapa. Ikiwa wangefanikiwa kutimiza kusudi lao, Wycliffe angelazimika kukana mafundisho yake na angeondoka mahakamani kwenda kuliwa na ndimi za moto. Lakini Wycliffe hakukana mafundisho yake. Asingeweza kujifanya kukana. Bila hofu yoyote alidumu kusimamia mafundisho yake na alitupilia mbali mashtaka ya watesi wake. Akiacha kujiangalia mwenyewe nafasi yake na tukio lenyewe, aliwaita wasikilizaji wake mbele ya mahakama ya Mungu na alipima nadharia zao za udanganyifu wao katika mizani ya ukweli wa milele. Nguvu ya Roho Mtakatifu ilihisiwa katika chumba cha baraza. Mguso wa Mungu ulikuwa juu ya wasikilizaji. Walionekana kana kwamba hawana nguvu ya kuondoka mahali pale, kama mishale kutoka katika podo la Bwana. Maneno ya mwanamatengenezo yalichoma mioyo yao. Taka la uzushi walilokuwa wamelileta dhidi yake, yeye kwa ushawishi wenye nguvu alirusha kwao wenyewe. Kwa nini? Alidai walidiriki kueneza makosa kwa ajili ya mapato, mkafanyia biashara neema ya Mungu. Nafikiri mnapambana na nani? Aliwauliza hatimaye. Je, mnapambana na mzee aliyekuwa akichungulia kaburi? Hapana, mnapambana na ukweli. Ukweli ulio na nguvu kubwa zaidi na utawashinda ninyi. Baada ya kusema hayo, aliondoka mkutanoni na hakuna hata mmoja wa maadui zake aliyejaribu kumzuia. Kazi ya Wycliffe ilikuwa kama imekwisha. Bendera ya ukweli uliokuwa na aliyokuwa ameubeba kwa muda mrefu ulikuwa karibu kudondoka kutoka mkononi mwake, lakini kwa mara nyingine tena alipaswa kutoa ushuhuda kwa ajili ya Injili. Ukweli ulikuwa utangazwe ukitokea katika ngome ya makosa. Wycliffe aliitwa kujibu mashtaka dhidi yake mbele ya mahakama ya kipapa mjini Roma, ambapo mara nyingine palimwaga damu ya watakatifu. Hakuwa kipofu kiasi cha kutoona hatari iliyotishia maisha yake. Hata hivyo, alikuwa tayari kutii wito wa mahakama kama isingekuwa kwa sababu ya kiharusi kilichomfanya ashindwe kusafiri. Lakini ingawa sauti yake isingeweza kusikilizwa mjini Roma, aliweza kusema kwa njia ya barua na alizamiria kulifanya hili. Kutokea katika parokia yake, mwanamatengenezo alimwambia Papa kwa njia ya barua ambayo, wakati ikiwa na heshima na roho ya Kikristo katika uandishi wake, ilikemea majivuno na kiburi cha Papa. Kwa hakika ninayo furaha, alisema, kufungua na kutangaza kila mtu imani yangu, na hususan kwa askofu wa Roma ambaye kwa kadri ninavyoamini kuwa sahihi na kweli atakuwa tayari kuthibitisha imani yangu tajwa, au ikiwa itakuwa na makosa basi ataiboresha. Kwanza, ninachukulia kuwa Injili ya Kristo ni mwili wote wa sheria ya Mungu. Ninamuona na kumchukulia askofu wa Roma, yeye akiwa mwakilishi wa Kristo hapa duniani, kuwa amefungwa zaidi kuliko wengine wote kwa sheria ya Injili, kwa kuwa ukuu miongoni mwa wanafunzi wa Kristo haukutokana na hadhi au heshima za kidunia, bali ulitokana na kuwa karibu na sahihi katika kumfuata Kristo katika maisha na tabia yake. Kristo kwa muda wa uwepo wake hapa alikuwa maskini kuliko wote na aliepuka na kutupilia mbali kabisa utawala na heshima za kidunia. Hakuna mtu mwaminifu ambaye atathubutu kumfuata Papa mwenyewe au mtu mwingine yeyote mtakatifu miongoni mwa watakatifu, lakini katika mambo kama hayo, kwa kadri ambavyo amemfuata Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa Petro na wana wa Zebedayo kwa kutamani heshima ya kidunia kinyume na kufuata hatua za Kristo alikosea, na hivyo katika makosa hayo hapaswi na hawapaswi kufuatwa. Papa anapaswa kuachana na mamlaka ya kidunia na himaya na utawala wa kiulimwengu, na hivyo kwa ufanisi kuelekeza nguvu zake zote katika kazi za kichungaji, kwa kuwa hivyo ndivyo Kristo alivyofanya na hususan mitume wake. Hivyo basi, ikiwa nimekosea katika vipengele hivi, kwa unyenyekevu mkubwa najisalimisha kukosolewa, hata kama kwa kifo, ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Na ikiwa ningefanya kazi kulingana na mapenzi yangu au shauku ya nafsi yangu, ningetokea mbele ya askofu wa Roma, lakini Bwana ameniamuru kufanya kinyume chake na amenifundisha kumtii Mungu kuliko wanadamu. Katika hitimisho alisema, hebu tumwombe Mungu ili amwongoze Papa wetu Alban wa 6 kama alivyoanza, kwamba pamoja na viongozi wenzake wa kanisa wamfuate Bwana Yesu Kristo katika maisha na tabia, na kwamba waweze kuwafundisha
kuwaongelesha watu kwa ufanisi na kwamba wao kadhalika waweze kuwafuata katika hayo. Hivyo Wycliffe aliwasilisha kwa papa na makardinali wake wanyenyekevu na upole wa Kristo, akionyesha si tu kwao peke yao bali kwa Wakristo wote tofauti kati yao na Bwana ambaye walidai kumwakilisha. Wycliffe alitarajia kuwa maisha yake yangekuwa gharama ya uaminifu wake. Mfalme, papa na maaskofu waliungana kufanikisha kifo chake, na ilionekana kwa hakika kuwa miezi michache ilibaki kabla ya kutundikwa kwake kwenye mti wenye ncha kali. Lakini ujasiri wake haukutetereka. Kwa nini unatafuta mbali taji ya kifo cha mfia dini? Alisema, hubiri Injili ya Kristo kwa maaskofu wenye kiburi, na kifo cha mfia dini hutakikosa. Nini? Je, niwe hai halafu nikae kimya? Kamwe. Acha pigo lianguke, ninasubiria ujio wake. Lakini ulinzi wa Mungu ulimkinga mtumishi wake, mtu ambaye kwa maisha yake yote amesimama kwa ujasiri akiutetea ukweli. Katika hatari za maisha yake, haikutokea kwake kuwa muhanga wa chuki ya maadui zake. Wycliffe hakutafuta kujikinga mwenyewe, lakini Bwana alikuwa mlinzi wake, na sasa maadui zake walipohisi uhakika wa mawindo yao, mkono wa Mungu ulimweka mbali nao. Katika kanisa lake la Lutherworth alikuwa akiendesha huduma ya meza ya Bwana. Alianguka kwa kupigwa na kiharusi, na kwa muda mfupi alisalimisha uhai wake. Mungu alikuwa amemchagulia Wycliffe kazi yake. Aliweka neno la kweli katika mdomo wake, na aliweka ulinzi kando yake ili neno hili liwaendee watu. Maisha yake yalilindwa na kazi zake zilirefushwa mpaka msingi ulipowekwa kwa ajili ya kazi kubwa ya matengenezo. Wycliffe alitokea katika uficho wa zama za giza. Hakuwa na yeyote kabla yake aliyetokea ambaye kutokana na kazi yake angejenga mfumo wake wa matengenezo. Akiwa amelelewa na kukuzwa kama Yohana Mbatizaji kutimiza utume mahususi, alikuwa mtangulizi wa zama mpya. Pamoja na hayo, katika mfumo wa ukweli aliouwasilisha kulikuwepo umoja na ukamilifu ambao wana matengenezo waliofuata baadaye hawakuupita na ambao hawakuweza kuufikia hata miaka 100 baadaye. Kwa hiyo msingi mpana wa kina ulikuwa umekwisha kuwekwa. Muundo ulikuwa imara na wa kweli kiasi kwamba haukuhitaji kujengwa upya na wale waliokuja baadaye. Vuguvugu kubwa ambalo Wycliffe alilizindua, ambalo lilijenga kubomoa dhamiri na akili na lililoyaweka huru mataifa yaliyokuwa yamefungwa kwa muda mrefu katika gari la ushindi wa Rumi, lilitokana na Biblia. Hapa ndipo kulikuwepo na chanzo cha mkondo wa baraka ambazo kama maji ya uzima yametiririka tangu karne ya 14. Wycliffe aliyakubali maandiko matakatifu kwa imani thabiti kama ufunuo uliovuviwa wa mapenzi ya Mungu, kanuni toshelevu la imani na utendaji. Alielimishwa kuchukulia kanisa la Rumi kama mamlaka ya kimungu isiyokosea na kulikubali kwa uchaji usio na maswali mafundisho na desturi za miaka 1000. Lakini aligeuka na kuyaacha hayo yote na kusikiliza neno takatifu la Mungu. Hii ilikuwa mamlaka aliyohimiza watu waitambue. Badala ya kanisa kusema kupitia kwa papa, alitangaza mamlaka pekee ya kweli ni sauti ya Mungu, akisema kupitia neno lake. Na hakufundisha sio tu kuwa Biblia ni ufunuo kamili wa mapenzi ya Mungu, lakini kwamba Roho Mtakatifu ni mtafsiri pekee wa maandiko, na kwamba kila mtu kwa njia ya kujifunza mafundisho yake kujifunza wajibu wake kwa ajili yake. Hivyo aligeuza akili za watu kutoka kwa papa na kanisa la Rumi na kuzipeleka kwa neno la Mungu. Wycliffe alikuwa mmoja wa wana matengenezo wakuu sana katika upana wa akili na uwazi wa fikra, katika uimara wa kudumisha ukweli na katika ujasiri wa kuulinda ukweli. Alilingana na watu wachache waliotokea baada yake. Usafi wa maisha, juhudi isiyochoshwa katika kujifunza na kazi, uadilifu usiochafuliwa na upendo kama wa Kristo, na uaminifu katika huduma yake zilikuwa sifa za mwanamatengenezo wa kwanza. Na jambo hili lilikuwa hivyo licha ya giza la kiakili na ufisadi wa kimaadili wa zama alizozaliwa na kuishi. Tabia ya Wycliffe ni ushuhuda wa nguvu inayoelimisha na kubadilisha ya maandiko matakatifu. Biblia ndiyo ilimfanya awe vile alivyokuwa. Juhudi ya kuzishika kweli kuu za ufunuo wa neno la Mungu hutoa upya na nguvu kwa talanta zingine zote. Inapanua akili, hunoa uwezo wa ufahamu na hukomaza maamuzi. Kujifunza Biblia kunawezesha kila wazo, hisia na matumaini zaidi kuliko vyanzo vingine vyote vya mafunzo vinavyoweza kufanywa. Inatoa uimara wa nia, uvumilivu, ujasiri na ustahimilivu. Inalainisha tabia na kutakasa roho. Mafundisho ya dhati yenye kicho ya maandiko hukutanisha akili ya mwanafunzi na akili isiyokuwa na mipaka. Inaweza
Wanaweza kuupatia ulimwengu watu wenye nguvu zaidi za akili na za kiutendaji. Hali kadhalika inatoa kanuni za juu zaidi kuliko zile zinazotolewa na falsafa za kibinadamu. Kufafanusha maneno yake, anasema mtunga Zaburi, kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Zaburi 119 fungu la 130. Mafundisho makuu yaliyofundishwa na Wycliffe yaliendelea kuenea kwa muda mrefu. Wafuasi wake waliojulikana kama Wycliffites kwa Kiingereza na Rollards sio tu kuwa walifika kila sehemu ya nchi ya Uingereza, bali walitawanyika pia katika nchi zingine wakichukua ujumbe wa Injili. Sasa kwa kuwa kiongozi wao alikuwa ameondolewa, wahubiri walifanya kazi kwa bidii kubwa zaidi kuliko hapo mwanzo, na watu wengi walifurika kusikiliza mafundisho yao. Baadhi ya waheshimiwa na hata mke wa mfalme walikuwa miongoni mwa waongofu katika sehemu nyingi kuliko kuwepo na matengenezo ya dhahiri katika mienendo ya watu, na alama za ibada ya sanamu za Urumi ziliondolewa makanisani. Lakini zoruba isiyokuwa na huruma ya mateso ilipasuka juu ya wale wote waliodiriki kuikubali Biblia kama mwongozo wao. Wafalme wa Kiingereza walitamani kuimarisha nguvu zao kwa kupata msaada wa Roma. Hawakusita kuwatoa kafara wana matengenezo. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Uingereza, mti wenye ncha kali uliamliwa dhidi ya wanafunzi wa Injili. Kufia dini kulifuata kufia dini. Watetezi wa ukweli wakipigwa marufuku na kuteswa, waliweza tu kumwaga vilio vyao katika masikio ya Bwana wa Sabato. Wakiwindwa kama maadui wa kanisa na wasaliti wa ufalme, waliendelea kuhubiri kisirisiri, wakijificha kwa kadri walivyoweza katika nyumba za watu maskini, na mara nyingi wakijificha katika mashimo na mapango. Licha ya moto wa mateso, upinzani wa kimya kimya, kicho, dhati, subira dhidi ya ufisadi wa kidini uliokuwepo wakati ule uliendelea kusemwa kwa karne nyingi. Wakristo wa siku zile za awali walikuwa na uelewa mdogo tu wa ukweli, lakini walikuwa wamejifunza kulipenda na kulitii neno la Mungu, na kwa uvumilivu mwingi waliteseka kwa ajili ya huo ukweli. Kama wanafunzi katika siku za mitume, wengi walitoa kafara mali zao za kidunia kwa ajili ya kazi za Kristo. Wale walioruhusiwa kuishi katika nyumba zao kwa furaha waliwahifadhi ndugu zao waliofukuzwa, na wakati wao waliokimbizwa kwa furaha walikubali kuishi maisha ya kukataliwa. Maelfu, ni kweli, kwa kutishwa na hasira ya watesaji, walinunua uhuru wao kwa kafara ya imani yao, na waliotoka katika magereza yao walivaa majoho ya toba kutangaza kuikana imani yao. Lakini idadi haikuwa ndogo. Miongoni mwao walikuwemo watu wenye hadhi ya juu na watu wa hali ya chini, walioshuhudia bila hofu ukweli katika vyumba vya magereza, katika minara ya Lollards na katikati ya mateso na ndimi za moto, wakifurahia kuwa walihesabiwa kustahili kujua ushirika wa mateso yake. Wafuasi wa upapa walishindwa kutekeleza kusudi lao kwa Wycliffe wakati wa uhai wake, na chuki yao haikuridhishwa wakati mwili wake ukiwa umepumzika kimya kaburini. Kwa amri ya baraza la Constance, zaidi ya miaka 40 baada ya kifo chake, mifupa yake ilifukuliwa na kuchomwa moto hadharani, na majivu yalitupwa katika kijito kilichokuwa jirani. Kijito, anasema mwandishi wa zamani, kimesafirisha majivu yake katika mto wa Avon. Avon utayapeleka katika mto wa Severn. Severn utayapeleka katika bahari nyembamba, na bahari nyembamba zitayapeleka katika bahari kuu. Na hivyo majivu ya Wycliffe ni ishara ya mafundisho yake ambayo sasa yamesambaa ulimwenguni kote. Maadui zake hawakuelewa maana ya tendo lao ovu. Ilikuwa kwa njia ya maandishi ya John Huss wa Bohemia, aliyoongozwa kuyakataa mengi ya makosa ya Urumi na kujiunga na kazi ya matengenezo. Hivyo katika nchi hizi mbili ambazo zimetenganishwa na umbali mkubwa, mbegu ya ukweli ilipandwa. Kutoka Bohemia, kazi iliendelea katika nchi zingine. Akili za watu zilielekezwa kwa neno la Mungu lililokuwa limesahauliwa kwa muda mrefu. Mkono wa Mungu ulikuwa ukijiandaa na ukiandaa njia kwa ajili ya matengenezo makuu. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki kwa kutegea masikio kuyasikia maneno haya, maneno yenye nguvu, maneno ambayo yanatufaa kwa wakati huu wa mwisho, wakati ambapo tunaishi upotovu wa kidini ukiendelea kusambaa katika dunia hii. Kanisa Katoliki halijabadilika, ni lile lile ambalo muda si mrefu litaamsha mateso kwa ajili ya watunzaji wa Sabato ya siku ya saba, yaani Jumamosi. Na hivyo unavyosikiliza maneno
maneno haya. Roho Mtakatifu azungumze na wewe, aamshe hali ya kufanya matengenezo na kutoka Babeli ya makanisa ya Kiprotestanti na Kikatoliki ambayo yameendelea kuitunza Jumapili kuabudu ibada ya sanamu na ikizani ni uhalali wa kutenda hivyo, wakati hayo yote yaliandaliwa na Kanisa Katoliki kwa kuzifuta amri 2 za Mungu, amri ya 4 ya Sabato na amri ya 2, na hivyo kupotosha ulimwengu wote. Wito wa Mungu kwako ni kurudi katika amri 10 za Mungu na imani ya Yesu. Tokeni Babeli ndio ujumbe ambao kitabu hiki cha Pambano Kuu kinautangaza kwako. Mungu akubariki unayesikiliza na kuyatii haya. Hadi wakati mwingine tena tutakapokutana.